Sasa hili linakwenda kuwa balaa zito kinomanoma, kwa sababu ukiangalia hadi hapo tayari umekuja kuwa na utofauti mkubwa, hasa kwa upande mzima wa Kimbulu pamoja na Kisoda. Kumbuka kwa sasa ni kwamba kumekuwa na sintofahamu ambayo imekuwa ikiendelea, hususa katika upande wa namna nzima ya uongozi. Sasa hili linakwenda kuwa changamoto kubwa na tatizo kubwa. Sasa mambo yanazidi kuwa moto kweli kweli, lakini pia na imani endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojiri. Basi ni kualike moja kwa moja na hapa nitakufahamisha vitu vingi sana, hasa kwa kile ambacho kinachokwenda kujiri katika hatua inayofuata. Kumbuka hii ni Bongo Movie Network, na kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nichukue nafasi hii niweze kualika tuweze kupitia uchambuzi kwa kina kama kawaida, kama ilivyo ada. Basi nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina. Sasa tuliweza kuona namna gani hasa mwanzoni kabisa, kama tulivyoona kwa upande mzima wa Sonia ndio hivyo hoi tena, lakini pia taarifa zilizoibuka zilikuwa ni za upande mzima wa Sonia kuweza kupata virusi vya ukimwi, ambapo sasa kwa sasa sio siri tena. Kwa sasa sio siri tena, maana yake wameweza kufahamu. Sasa kwa upande mzima wa baba Karobo, maswali makubwa ambayo hadi hivi sasa na pressure zaidi ni kwamba anajiuliza kwamba je, ule ukimwi aliupata lini, walipokuwa na deti au kabla? Hii kumaanisha kwamba inabidi naye pia aweze kwenda kupima, kiashiria kwamba na yeye unaweza kuwa na tatizo lolote ambalo Eiza anaweza kawa nalo. Yani kiufupi kwa sasa mambo ni moto na ni balaa zito. Sasa tumeweza kuona namna gani kwa sasa, lakini kibaya zaidi siku zote kama kawaida kumekuwa na huruma ambayo imekuwepo hasa kwa upande mzima wa Mdoli, kitu ambacho siku zote huwa kinamponza kama hivi ilivyokuwa mara yake ya kwanza. Basi kama endapo kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Baba Joani, kama angeweza kukubaliana na swala zima la Mdoli lililoweza kuzungumza kwamba inabidi waweze kutafuta namna ya kuweza kufanya ili kusudi kuweza kuhakikisha wanaleta mtu ambaye ataweza kuwasaidia Eiza kwa namna moja au nyingine, aweze kuhakikisha na wanaishi naye pale, ambao huyu ambaye ni Sonia kwamba aweze kuishi naye pale. Kama ingetokea wakakubaliana na hilo, basi moja kwa moja kitu kama hicho kingeweza kuwaletea madhara makubwa, kwa sababu Sonia ni mtu ambaye mwenye roho mbaya sana, yani hanaga yani ile mbaya. Lakini tumeweza kuambiwa na kuweza kupewa ukweli wote kwamba yale yote ambao ameweza kufanyiwa hasa kwa upande mzima kuweza ugonjwa na umu hadi hivi sasa ipo nyuma ya pazia ya bidada Kisuzio, ambaye amekuja kivingine kwa sasa hivi kuweza kuhakikisha anafanya kwa ajili ya roho mbaya. Sasa hii kimaanisha kwamba kwa sasa kuna adui mpya ambaye ameweza kuibuka. Adui huyu ambaye ni moja kwa moja ni Kisuzio, ambapo kama unavyojua kwa sasa hivi Kizibo ndio hivyo katulia. Sasa Kisuzio kaja kivingine na anahitaji kuweza kuhakikisha analipiza kisasi, na moja kwa moja kaanzia na nyumba ya pili, nyumba ya jirani, nyumba ya Sonia, kuweza kuhakikisha anatia adabu pale, alafu baadaye anakuja kwa Mdoli. Sasa kabla hajafika, basi moja kwa moja Kisoda ameweza kufika na kuweza kuhakikisha anampa tahadhari kwamba kwa kile ambacho anachowaza kukipanga au kuweza kuifanya, basi kutatokea shida kubwa sana kama akiendelea hivi. Kwa hivyo moja kwa moja hili ni balaa zito kinomanoma. Basi mambo ni mengi kulikweli, mambo ni moto. Sasa kwa upande mzima wa kule tuhame kidogo tuje kwa upande mzima wa namna ambavyo mambo yanavyokwenda, hasa kwa upande wa kule nyumbani kule kwa upande mzima wa Samira. Katika hatua iliyopita tuliweza kuona ni kwamba Samira aliweza kupata ujauzito, na kwa asilimia kubwa kuna baadhi ya watazamaji ambao Eiza niliweza kujaribu kutazama komenti zao wakidondosha maoni kwamba eti aliyempa ule ujauzito ni Mkumbi, kitu ambacho sio kabisa. Tumeweza kukiona kwa leo ambapo ameweza kwenda moja kwa moja na kijana ambaye alikuwa wana date kimapenzi na kimahusiano, alikuwa moja kwa moja ni Jaisani. Sasa hii inaturudisha nyuma, inatupa picha pia kuweza kuleta kisa kingine kabisa, hasa kwa upande mzima wa Jaisani. Sasa kwamba Jaisani ni ndugu yake, leo ndio tunafahamu kwa asilimia kubwa ya wengi, na kwa asilimia kubwa hizi ni moja kati ya taarifa ambazo zinaonyesha wazi kwa namna gani hasa hizo kwa namna moja au nyingine kwamba kipindi Jaisani mama yake alipofariki, basi huyu hakwenda popote pale au kwenda kutoa msaada. Na siku zote kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakiendelea, ambayo hapo awali iliweza kuwafanya waweze kuwa maadui sana, na isitoshe ni kwamba kadiriki kuweza kuhakikisha kuwa anamtumia baadhi ya taarifa na mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea. Yani kiufupi hapa balaa bado ni zito kinomanoma. Sasa mambo ni mengi kinomanoma, mambo ni mazito. Sasa kwa upande wa huyu ambaye ni Kisoda, kashaenda kumpa onyo Kisuzio kwamba kwa sasa aweze kuwa makini, yani aweze kuhakikisha kwamba yote anayoyapanga mipango yake yote asije akaingia kwenye 18 zake au kuweza kuingia kwenye mchakato wake au kwenye harakati zake ambazo amekuwa akizifanya. Kwa hivyo
kaweza kumpa onyo na kuweza kumwambia kwamba kama ikitokea shida yote ikajili na kisha mambo yakaje tofauti kabisa, basi hawatoelewana kabisa. Kwa hivyo hapa ikimaanisha kwamba ni balaa zito kinoma noma, na mambo yanavyozidi kusonga basi yanazidi kuwa moto balaa. Sasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Remi kwa sasa ameweza kuona Jisani ni mtu mzuri, yani kaenda kumkumbatia kwa sababu yani kajikuta kama anaingia kwenye moment ambayo kiufupi sio kabisa. Sasa kwa sisi watazamaji, japokuwa mimi ndo mchambuzi mwenyewe ambaye naifahamu hii movie mwanzo hadi mwisho, basi kuna kitu ambacho huenda unajiuliza hapo kwamba je, ni nini hasa kitakachokwenda kujili hasa kwa upande mzima wa sasa, ambapo tumeweza kuona ni kwamba Jisani kashampatia ujauzito Samira, na isitoshe ni kwamba kama ulivyoona mambo ni moto kwa kweli, na kwa upande mzima wa huyu Roy ikawa mdogo kama Pilton, yani ikabadilika kabisa, na tumeweza kuona kanaswa vibao, yani kwa namna ambavyo pressure aliyokuja nayo pale na jinsi ilivyoshuka baada ya kumuona, yani kiufupi imekuwa ni jambo la kutushangaza sana kwa sisi watazamaji, na hiki kitu kimekuwa cha ajabu sana. Yani kiufupi tumejiuliza maswali mengi sana, lakini na imani kubwa sana kwamba kuna mambo mapya na mengi sana ambayo yanajili, lakini endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojili, lakini kwa sasa maisha yanakwenda kuwa mapya kabisa. Sasa tuje katika upande mzima wa Mdoli wa Mdoli kule nyumbani, Mdoli pamoja na huyu ambaye ni Kisoda. Sasa Kisoda anapingana na amri ya Kimburu kwamba asiweze kuwapeleka katika eneo ambalo anatarajiwa kuwapeleka. Sasa hapa ndo tunakwenda kujua sasa ni nani ambaye ana nguvu za ukweli na za uhakika. Hapa unakwenda kufahamu ni yupi mwenye nguvu za ukweli na za uhakika. Basi na imani la kuenjoy na kufurahia hapo moja kwa moja. Kisoda ndiye ambaye anakwenda kuonyesha uwezo wake na kwenda kuimarisha mambo na kuweza kuwa sawa. Japokuwa hapo itatokea sitafahamu, mambo watashangaa kweli kuweza kuona namna gani hasa wanavolumbana na jinsi mambo yanavyokwenda. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Net, tukutane mbele saa mwingine. Asante kwa kuwa na mimi. Basi niseme sina ziada, hakikisha unabonyeza neno subscribe. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa hili pia ni balaa zito kinoma noma, kwa sababu mpango wao kuweza kuhakikisha wanafanikiwa kuweza kupata dawa tayari umeweza kuingia doa. Manake kitu ambacho kwa kikitegemea tayari kimepata tatizo. Hii inamaanisha kwamba kwa upande mzima wa Sonia, ambaye kwa sasa tumeweza kusikia kwamba ameparalyze, hawezi hata kusimama wala kuongea. Hili ni balaa zito kinoma noma. Lakini kabla tujaendelea, ni kwamba kuna mashaka makubwa sana, kwa sababu
Punde si punde tuliweza kumuona kwa upande mzima wa Sonia akiwa ni mzima kabisa na alikuwa akiagana na Roy. Sasa je, ni kipi hasa ambacho kimechomkuta? Yani hafla, na ukilinganisha ni kwamba masuala ya kuparalyze pia yanaweza yakalinganishwa na masuala zima ya nguvu za giza. Kwa hivyo moja kwa moja lazima kuna mkono wa mtu ambao hauko sawa. Kwa hivyo huu ni mpango mpya kabisa ambao umekuja, ambao utakuwa na majibu tofauti kabisa na jinsi ambavyo unavyofikiria. Basi nichukue nafasi hii niweze kualika moja kwa moja, ni kwambie tu kwamba hakikisha kama ni mara yako kwanza kufika hapa, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Pia kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukienjoy na kufurahia kile kinachojili, nikuombe hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe. Pia kama unahitaji kuweza kupata updates kamili juu ya kile kinachoendelea, basi ungana na sisi pia kwa kuweza kubonyeza neno subscribe. Nafikisha nikwambie tu kwamba hapa ni sehemu pekee ambapo huwa tunazungumzia uchambuzi, kufahamisha juu ya yale ambao matukio yanayokwenda kujili, lakini pia yaliyopita, lakini pia tukifanya uchambuzi kwa kina, tukiangazia vitu vingi kweli kweli. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona ni namna gani kwamba Mzee Kitogwa na pamoja na huyu ambaye ni Kisoda waliweza kuja moja kwa moja kuweza kufika pale. Sasa leo kubwa la Mzee Kitogwa kuja pale ilikuwa ni kuweza kumthibitishia Mdoli kwamba huyu ni Kisoda wa kweli, achana na yule ambaye ni fake, yeza kwamba labda tuseme kwa mfano kwamba moja kwa moja kwa upande mzima wa Kizibo, ambapo mara nyingi amekuwa akitumia pia mwili wake kuweza kuwachanganya watu. Kwa hivyo moja kwa moja hili kalifanya yeye mwenyewe huyu kudhibitisha kwamba huyu ni Kisoda wa kweli, ndio maana kaja naye. Lakini imekuwa ni malao ya kwanza kabisa kuweza kumuona, lakini amekuwa akiwasaidia sana muda mrefu sana, amekuwa akiwasaidia. Lakini kwa upande wa Baba Karobo anamfahamu vizuri sana, kwa sababu hapo mwanzoni kabisa waliweza kushirikiana naye kwenda kutafuta dawa, yani kwenda kumuulizia kuhusiana na dawa ziko wapi. Hicho ndicho kitu ambacho walichokifanya hapo zamani. Sasa mambo ni mapya kweli, mambo yanazidi kunoka. Lakini pia tumeweza kuona namna gani hasa Roy ameondoka. Hii inamaanisha kwamba kaondoka kwenye tamthilia hii kumuona Lecho, huu ni Lecho, kumuona pia katika tamthilia hii kama ambavyo alivyoondoka Karobo. Karobo hayupo tena kwenye tamthilia, aliondoka rasmi na sasa hivi ana tamthilia yake mpya ambayo inafahamika kwa jina la Karobo. Kwa hivyo ndio hivyo. Kwa hivyo kama alivyoondoka Lasa, basi hivyo ndivyo pia alivyoondoka, na leo pia ameweza kuondoka huyu ambaye ni Lecho. Sasa kwa hivyo mambo ni mapya kweli kweli, yanazidi kuondoka. Lakini tamthilia hii inazidi kusonga mbele, japokuwa ilikuwa ni mpango kuweza kumalizika mwanzoni mwa mwaka huu, ilikuhitajika iweze kuisha, lakini kwa sasa hivi bado movie mpya inaendelea kutengenezwa, kuchorwa, na ili kusudi kuweza kuona namna gani kitu kipi ambacho kitakachokuja kitakuwa ni bora zaidi. Sasa endelea kuenjoy. Lakini pia tumeweza kuona namna gani hasa kwa pande mzima wa huyu ambaye ni mke wa Mkumbi ambaye ni Roy, alikuja nyumbani moja kwa moja kwa Baba Karobo. Sasa alikuja kuweza kufuatilia kwamba issue yake inaendeleaje, kwa sababu aliweza kutuma sumu na kuweza kumpa pesa Lembua aweze kufanikisha lengo lake. Sasa Lembua ndio mtu ambaye anajielewa na akasema kabisa moja kwa moja kwamba wajinga ndio wali wao. Hii kimaanisha kwamba pesa lazima aweze kuzila. Sasa ndio hivyo, amezila zile pesa, yani pesa ambazo moja kwa moja alizompatia kwa lengo la kuweza kufanikisha jambo lake, ameweza kuzitafuna na kuweza kuzimaliza. Sasa hizo pesa ni pesa zipi? Nakumbuka kabisa ni kwamba aliweza kumpatia sumu aweze kuweka kwenye sumu, lakini moja kwa moja hilo swala halijafanikiwa. Na tunajua kabisa Lembua aliweza kumwambia kwamba aliweza kusema kwamba wajinga ndio wali wao. Na kwa namna alivyomwambia na alivyomwambia kwamba hayuko serious, ilimaanisha kwamba moja kwa moja kuna kitu ambacho kiufupi anajua, yani anaiweza kazi hiyo ya kuact. Na kitu pekee ambacho kilimpa wasiwasi mkubwa ni pale labda alipojaribu kushtuka baada ya kuweza kusikia kwamba anakuja kukaa hapa. Lakini moja kwa moja ni kwamba kwa pande Mdoli na Baba Karobo wanaelewa kabisa na hawakutaka hilo swala. Kwa hivyo wakawa wameamua kuambia kwamba kuna shangazi yao anakuja, kitu ambacho sio kabisa, japo ndio hivyo pia. Sasa mambo ni mazito na anazidi kusonga mbele, na moja kwa moja kama amejifanya kama kapigiwa simu, akawa ameweza kuondoka kutokana na kwamba hakutaka mambo mengine yaweze kuendelea, kutokana na kwamba itakuwa ni aibu nzito. Baba mdogo Mkumbi ndio hivyo tena, kashaanza kuvutiwa na katoto kadogo, katoto ka 2000 hapa. Sasa ni balazi toke na mwanaume, sijui atafanyaje. Na kumbuka kabisa huyu Samila anatoka moja kwa moja na yule Jaisani ndio anayetoka naye kimapenzi. Kwa hivyo moja kwa moja ni balazi toke na mwanaume.
Sasa yale maneno ya Lemi aliyokuwa akiongea pamoja na Nasra yamewachanganya sana na amewavuruga kinoma noma. Yaani kiufupi wanajikuta wanajiuliza kwamba ni nini na nini, kwamba Lemi anafanya yale yote ili kusudi kuweza kuwapunguzia hasira, ili kusudi kama akifa basi waone kama vile ameondoka, yani lengo zima ni ameondoka kama kuwapunguzia mzigo hivi. Ila kiufupi wao wanasema kwamba anawapenda, wameweza kugundua kwamba anawapenda. Sasa kitu ambacho kiufupi kama ukisikiliza yale mazungumzo yanafikirisha sana na anaumiza kinoma noma. Kwa upande mzima wa huku nyuma kwa jamaa mwenyewe huyu ambaye Fashion aliweza kupiga simu moja kwa moja kwa Salome, lakini mwisho wa siku ile simu ikawa imegonga mwamba na mambo yakawa ni mazito kwa kweli, kwa sababu ukiangalia ni kwamba sasa hivi penzi ni zito na ni nzuri, ila kwa sasa hivi Fashion anapitia maisha magumu sana kutokana kwamba namna ambayo kifupi alivyopita kwenye mapenzi yake, yani anajikuta ni kama anapitia changamoto kubwa sana. Sasa huku kwa upande mzima wa issue nzima hapa sasa niweze kujiuza kuhusu kile kinachoendelea, kwamba ni nini hasa kilichopo kwa sasa, hasa kwa upande mzima wa huku nyumbani kwa huku nyumbani kwa kina Mdoli pamoja na baba Karobo. Sasa moja kwa moja Karobo anasema Kizibo huyo ambaye Kisoda anasema Sonia ameparalyze. Sasa je, ameparalyze kweli? Hapana, kuna jambo jipya ambalo limeibuka ambalo limekuja kuwachanganya kuweza kuvuruga mipango ya kuweza kufanikisha dawa wanaipata. Katika tuenda ufuata pata ufafanuzi mkubwa sana, tutaelewa vitu vingi sana, ila kwa leo niseme tuishi hapa. Hii ni Bongo Movie Network, asante sana, mimi tukutane mbele saa mwingine. Sasa hili pia ni balaa zito kinoma noma, kwa sababu mpango wao kuweza kuhakikisha wanafanikiwa kuweza kupata dawa tayari umeweza kuingia doa. Manake kitu ambacho walikuwa kikitegemea tayari kimepata tatizo. Hii inamaanisha kwamba kwa upande mzima wa Sonia ambaye kwa sasa tumeweza kusikia kwamba ameparalyze, hawezi hata kusimama wala kuongea. Hili ni balaa zito kinoma noma. Lakini kabla tujaendelea ni kwamba kuna mashaka makubwa sana, kwa sababu punde si punde tuliweza kumuona kwa upande mzima wa Sonia akiwa ni mzima kabisa na alikuwa akiagana na Loi. Sasa je, ni kipi hasa ambacho kimechomkuta? Yani hafla, na ukilinganisha ni kwamba masuala ya kuparalyze pia yanaweza kalinganishwa na masuala zima ya nguvu za giza. Kwa hivyo moja kwa moja lazima kuna mkono wa mtu ambao hauko sawa. Kwa hivyo huu ni mpango mpya kabisa ambao umekuja, ambao utakuwa na majibu tofauti kabisa na jinsi ambavyo unavyofikiria. Basi nichukue nafasi niweze kualika moja kwa moja, ni kwambie tu kwamba hakikisha kama ni mara yako kwanza kufika hapa, ni hakikisha unabonyeza neno subscribe. Pia kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukienjoy na kufurahia kile kinachojili, ni kuombe hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe. Pia kama unahitaji kuweza kupata updates kamili juu ya kile kinachoendelea, basi ungana na sisi pia kwa kuweza kubonyeza neno subscribe. Nafikisha nikwambie tu kwamba hapa ni sehemu pekee ambapo huwa tunazungumzia uchambuzi, kufahamisha juu ya yale ambao matukio yanayokwenda kujili, lakini pia yaliyopita, lakini pia tukifanya uchambuzi kwa kina, tukiangazia vitu vingi kweli kweli. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona ni namna gani kwamba Mzee Kitogwa na pamoja na huyu ambaye ni Kisoda waliweza kuja moja kwa moja kuweza kufika pale. Sasa lengo kubwa la Mzee Kitogwa kuja pale ilikuwa ni kuweza kumthibitishia Mdoli kwamba huyu ni Kisoda wa kweli, achana na yule ambaye ni fake, yeza kwamba labda tuseme kwa mfano kwamba moja kwa moja kwa upande mzima wa Kizibo, ambapo mara nyingi amekuwa akitumia pia mwili wake kuweza kuwachanganya watu. Kwa hivyo moja kwa moja hili kalifanya yeye mwenyewe huyu kudhibitisha kwamba huyu ni Kisoda wa kweli, ndio maana kaja naye. Lakini imekuwa ni malao ya kwanza kabisa kuweza kumuona, lakini amekuwa akiwasaidia sana muda mrefu sana, amekuwa akiwasaidia. Lakini kwa upande wa baba Karobo anamfahamu vizuri sana, kwa sababu hapo mwanzoni kabisa waliweza kushirikiana naye kwenda kutafuta dawa, yani kwenda kumuulizia kuhusiana na dawa ziko wapi. Hicho ndicho kitu ambacho walichokifanya hapo zamani. Sasa mambo ni mapya kulikweli, mambo yanazidi kunoka. Lakini pia tumeweza kuona namna gani hasa Loi ameondoka. Hii inamaanisha kwamba kaondoka kwenye tamthilia hii kumuona Lecho, huu ni Lecho, kumuona pia katika tamthilia hii kama ambavyo alivyoondoka Karobo. Karobo hayupo tena kwenye tamthilia, aliondoka rasmi na sasa hivi ana tamthilia yake mpya ambayo inafahamika kwa jina la Karobo. Kwa hivyo ndio hivyo. Kwa hivyo kama alivyoondoka Lasa, basi hivyo ndivyo pia alivyoondoka, na leo pia ameweza kuondoka huyu ambaye ni Lecho. Sasa kwa hivyo
mambo ni mapya kweli kweli na yanazidi kunoga. Lakini tamthilia hii inazidi kusonga mbele, japokuwa ilikuwa ni mpango kuweza kumalizika mwanzoni mwa mwaka huu, ilihitajika iweze kuisha, lakini kwa sasa hivi bado movie mpya inaendelea kutengenezwa, kuchorwa, na ili kusudi kuweza kuona namna gani kitu kipi ambacho kitakachokuja kitakuwa ni bora zaidi. Sasa endelea kuenjoy. Lakini pia tumeweza kuona namna gani hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni mke Mkumbi ambaye ni Roy, alikuja nyumbani moja kwa moja kwa Baba Karobo. Sasa alikuja kuweza kufuatilia kwamba issue yake inaendeleaje, kwa sababu aliweza kutuma sumu na kuweza kumpa pesa Lembua aweze